za asubuhi wapendwa, ni saa 10 asubuhi. Naenda kuanza mazoezi na nitakuwa nafanya squat tu kila asubuhi. So sijajua naanza ngapi, nitakuwa na hesabu. Afu nitakapofika kama nimeanza kufanya, nitajua kwamba nitakuwa nafanya squat ngapi kila siku asubuhi. Kwa na mimi kwenye channel yangu hii, jamani, I don't know anything. So angalia squat na wewe unaweza kufanya pia ukiwa nyumbani. Haijalishi unafanya tu squat peke yake, haijalishi unafanya nini, but as long as umetoa jasho, hicho ndo ambacho tunakitaka. Ushughulishe mwili, utingishe mwili. Mafuta jamani, lile jasho linalotoka That's why ukikutana na mtu ambaye anatembea every single day, hawawezi kuwa the same na yule mtu ambaye labda anapanda gari kila siku. Hata yani let's say wameanza challenge ya siku moja, alafu mwingine akawa anatembea kila siku, mwingine akawa anapanda gari kila siku, alafu wapime hata uzito. Na siku labda maybe challenge ikiwa ya mwezi, siku wakiamua kuingia kwenye kupima, trust me, kilo haziwezi kuwa the same hata siku moja. So guys, ukiamka asubuhi, you can ask God, not ask God, unaweza kumuomba Mungu kwa sababu amekuamsha salama, and then unaweza kukimbia, unaweza kudance, unaweza kurukaruka, cha msingi tu utoe jasho. So I'm going to start my squat today. So hivyo jamani, mambo ni magumu, mambo ni mazito. Sielewi wanawezaje hawa watu wanakujaga huku YouTube. Hii dakika moja tu naona nishachoka. Nitafanya squat the same. Sitochanganya na kitu kingine chochote. Nitafanya only squat. So let's start. You have to do this and you have to do this. Then go down. Inabidi uje chini sana hivi. That's the squat. Hivi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, hakikisha unashuka chini sana. Mkanda ni shida. Hakikisha unashuka chini sana. Lakini pia unaweza kufanya hivi. You see? Hivi. Ukajiwekea mfumo huo na ukawa unafanya hivyo, maybe ukawa unafanya hivyo mara 100 per day, hata mara 50 kama ndio kwanza unaanza. Ukapungua. Lakini japo unapita sometimes somewhere YouTube, mtu anakuambia usifanye squat hii, fanya hii. Jamani, wale wanachotakaga tu ni mview kwenye page zao basi. Lakini mimi naona kabisa kuna mtu anatumia kukimbia kila siku na anapungua. Na hata kama unaweza kurekebisha chakula ambacho unakula, ukapunguza tu. Punguza tu chakula. Kile kipimo chako unachotaga. Let's say ni robo, fanya nusu. Let's say unachotaga ubwabwa labda viko 5. Hebu fanya 3 au 4. Hivyo. Let's say asubuhi unakulaga chapati 3. Labda na andazi. Hebu kula chapati 2, andazi achana nalo. Kula chapati 2, chapati ya 3 achana nayo. Kidogo, unaanza kidogo. Kwa sababu sio wote wanaweza kufanya mazoezi, lakini mwisho wa siku lengo letu wote ni moja. Kila mtu anataka kupungua na kwa njia rahisi. Kila mtu anatamani kupungua ingekuwa like 1 month, 2 month, 2 week, 1 week. Lakini guys, hakiwezekani hicho kitu. Mtu asikudanganye. Hakipo hicho kitu kwamba utafanya mazoezi yako siku moja alafu upungue. So nilifanya 10 na sasa hivi nafanya tena 10.
20, na unatakiwa kufanya kunakuwa tofauti tofauti. Kuna nyingine unapumzika sekunde 10, kuna nyingine unapumzika sekunde 20, kuna nyingine unapumzika sekunde 30 kutokana na zoezi unalolifanya. So ni vizuri ukawa na simu nyingine pembeni ambayo utakuwa unaangalia zile sekunde zako. Kama huna saa, kuna visaa vile vidogo unaweza kuseti, lakini vile visaa vidogo sidhani kama vinasetika kwa sekunde. Nasikia vingi vimeanzia dakika 1 mpaka 60. So ukiwa na chochote kile ambacho kinakufanya wewe kuangalia ule muda pembeni, kama ni saa, kama ni simu, kama ni nini, as long as uende na zile nini sekunde. So unaweza ukaweka hata kama hapa au kama hapa, then ukawa unafanya huku unaangalia. Let's say ule muda wako kupumzika umeweka ni saa yako hapo au ni simu yako hapo, unaangalia ule muda kwamba sasa hivi hapa sekunde zangu zimeisha, kwa unanyanyuka unafanya tena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zinakuwa ngapi? 30. Na mkumbuke kitu kimoja, kuna aina nyingi sana za squat. Ukiachana na hii ya hivi, kuna hivi, ukakick mguu wako kama hivi, it's squat. It doesn't matter as long as hii imekuwa kama inatanuka hivi. So siku ukiamua unaweza ukashika labda hata dirishani, ukashika mkono huu na mkono huu, afu unashuka hivi, unapanda, unashuka, unapanda. Ni wewe tu utakavyoamua. So kwa wale wote ambao tunaipenda miili yetu, kwa wale wote ambao tunatamani sana kufanya mazoezi lakini ndio hivyo tumekuwa wazito, unaweza kuamka asubuhi ukaruka, ukakimbia, kuweka tu utaratibu kwamba nitaruka kamba leo labda mara 50 hivi tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huwezi kuwa the same na mtu ambaye labda ameamka tu, amefanya mambo yake hivyo, ameondoka. Na ile kitendo cha kuruka tu sio kitendo cha kawaida kwenye mwili wako kama hujazoea. So kitakuletea mabadiliko fulani. Na kitu kingine, itapendeza zaidi kama unakuwa ndo kwanza unaanza, unapima vipimo vyako, unaenda kwa fundi wako labda ule mzoea anayekushoniaga nguo au anayeshoniaga nguo yako iliyofumuka, anakupima, unajinotia tu sehemu hata kwenye simu kwamba tumbo nimepima ni ngapi, hips nimepima ni ngapi, and then mwisho wa siku unapima tena. Guys, kama ulikuwa umeweka nia na unafanya kweli lengo, utaona mabadiliko. Nimeona kama hii carpet inanitinga, ngoja nifanye hivi, maana kama linateleza lisije likaniangusha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zinakuwa ngapi? Zinakuwa 40. Hope utakuwa na hesabu na utaona. Nimesema sijajua ndaanza kwa leo kufanya ngapi, lakini sasa hivi tumefikisha 40. Tunapumzika sekunde 10. Sina sehemu yote ninayoangalia hizo sekunde, so nafanya kukisia.
lakini nitatabikiwa nitafute kama nitakuwa ni kisimu kidogo, kama ni saa vile vidogo nitakuwa naangalia hizo sekunde. So kama wewe ni mgeni kwenye haka channel kangu, naitwa Ashura Mahenge. Instagram natumia Kigauni, so unaweza kuniita Ashura Mahenge, unaweza kuniita Kigauni. Ila unavyokuja kwenye YouTube channel yangu, andika Ashura Mahenge, utapata kuona hapo clip zetu jamani. Ni shida. Mimi najiulizaga, wale mtu anakuta amerekodi kitu, let's say kitu dakika 30 anaongea. Guys, ni dakika 11 lakini naona nimechoka. 11, can you imagine? Okay, tulipiga 40, nao tunaenda kupiga 10 tena, itakuwa 50. Moja, mbili, tatu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na ili kujua kama you are getting something, kuna kitu una feel, kuna kitu unapata, utaona kabisa unauma. Na kama ni siku ya kwanza ndio kwanza unaanza, hata ukienda uani utaona kama mnauma. Hata ile unavyochuchumaa labda ujisaidie, kuna ile hali kabisa mtu unakuta miguu inakata kabisa. So utashikilia ukutani, unachuchumaa taratibu, unamaliza shida yako hapo. Guys, ukipata na hiyo hali usiogope. Hiyo hali haitakuwa ya kila siku. Hiyo hali inaweza kaenda na wewe 3 days or 4 days. After hapo mwili wako unakuwa umezoea. Kwa hiyo unavyoendelea utakavyokuwa unafanya tena zile squat zako siku zingine, trust me, mwili hauumi tena. Ila hizo siku 3 za mwanzo, siku 4, mwili kushtuka, mwili hivyo kuuma, inakuwa ni nini? Ni kawaida. Kwa sasa mwingine akiona labda vile amefanya mwili unauma, kesho afanye, amechoka. Wakati kesho inabidi ufanye tena, kesho kutwa inabidi ufanye tena. You see? Ili mwili ufanye nini? Uweze kuzoea. Jamani, mkanda utanipa headache. Tulifanya 50, 10 ambazo ni 50. Tunafanya 10 nyingine. Tutaendelea kuhesabu mpaka tutakapofikia kwamba sasa basi it doesn't matter, itakuwa 150 au itakuwa 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nimetegea 10. Guys, mimi nimezoea. So kuna mtu mwingine atauliza, mwili hauumi kweli? Sio nini? Kwangu ni kawaida. So hata uume, I will not give up. Kwamba eti mwili umeniuma sio nini, kesho nisifanye. Hata kitokea kesho sijafanya, ndio sijafanya tu kwa sababu zangu. Lakini sio kwa sababu eti mwili unauma. Sio kwa sababu gani? No. Nilipenda mkanda huu na rafiki yangu, so nautumia, lakini situmii kila siku. Yeye ni mnene jamani. Akasema tu sio kwamba lazima wote tupungue. Ikipungua wewe unatosha. I was, thank you. Ndio hivyo. Lakini natamani sana siku moja naye apungue. Na ndugu zangu pia ambao wanene. Kwamba ni wanene ndio, lakini wanatamani sana kupungua. Mno. Lakini sasa ndio ukiwaambia fuata process hii, fanya hiki. It's another problem. Tunu, na mdogo wangu huyo anaitwa Tunu. Ni matatizo, anapenda kitimoto hatari.
hata umpe challenge, hata umwahidi gari right now. Tufanye hilo zoezi. Anaweza kafanya siku ya kwanza, siku ya pili akaingia mitini. Tuna squat 60 until now. Tafanya zingine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alafu kitu kingine, sio lazima uende hivi kwa 10. Ni uwezo wako tu. Unaweza kwenda na 20, ukapiga tena 20. Unaweza kwenda na 15, ukapiga tena 15. Ni kufikia lengo tu. Usijali kwamba usihofu kwamba eti lazima hizo 10. No. Unaweza kufanya 5 as well, nategemeana na uwezo wako. Unaweza ukapiga 30, ukapumzika, ukaja ukapiga tena 30. Ni wewe tu unavoweza. Kwa sababu mwingine 10. Kwa sababu ukifika mahali ukizoea sana 10 ni vitu vidogo sana. So unaweza ukaweka 20 au unaweza ukaweka 15. Ni wewe tu na uwezo wako. Kwa hata usijali kwamba lazima nifanye 10 zitanichelewesha maybe blah. No. Unaweza kufanya chochote unazo. Kama nilivyowaambia hapo mwanzo, unaweza kuamka asubuhi, you can jump. Utakuwa unaenda hatua moja, unarudi nyingine kama hivi tu. Or you can do this in mara 20. Ukifanya hata hivi tu mara 20, huwezi kuwa sawa. Utaona tu mwili wako like na basi unajikuta mara mazoezi nini hivyo. Jamani, napendaga ile naonaga gym wanafunga hivi kitu, inakuwa ni kitu kizito kinabembea. Sijui kinakuwa na ulaini gani au na ngumu gani. Afu wanafanya hivi. Wamevaa na mavitu mkononi, wanaenda na ngumi. One day tutafanya hicho kitu. Kama ambavyo na dream one day za kuja kuingia gym, ile gym ya ukweli, achana na hii gym. Ile gym ya kunyanyua kabisa lichuma. Like this, unakuta wengine wameweka hapa. Wanaenda, wanarudi. Guys, unaangalia miili yao safi mpaka unatamani. Lakini sasa angalia uvivu wetu. Tulipiga ngapi? Tulipiga 60. Tunaenda kufanya tena 10. Itakuwa 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zinakuwa ngapi? Zimekuwa 70. 10 ya kwanza, 10 ya pili, 10 ya tatu, 10 ya 4, 10 ya 5, 10 ya 6, 10 ya 7, 10 ya 8, 10 ya 7. Zimekuwa 70. So let's continue. Then tutajua kwa leo, kwa sababu ndo tunaanza, tutajua tunafanya ngapi. Tunapumzika. I think hata sekunde 5 zishapita. Kupumzika ni sekunde 10. Unaweza kuweka 20. Inategemeana na wewe. Cha msingi, lengo ulifanya nini? Litimie. Na unapoanza siku ya kwanza, unaweza ukapima kilo pia. Kuangalia kuna changes. Guys, na wakati unafanya hivyo, please punguza kula. Ninaposema punguza kula, simaanishi usile kabisa. Punguza kula jamani. Kuna wadada tunakula. Naomba nijiweke hapo kwenye tunakula, kwa sababu najijua. Kwa hiyo na sisi wengine tupunguze
kula, sio kuacha. Mtu mwingine anakuambia mtu unafanya diet unaacha sio nini? No. Hakuna diet nakwambia hicho kitu kwamba unaacha. Hata kama ni kuna jedwali fulani unafuatilia, unaweza kuona kuna muda pale unatakiwa unywe maji plain bila anything, lakini kuna something imeingia kwenye mwili wako. Hii ya kwamba eti hakuna kula haipo. Unaweza kaambiwa ule apple moja, unaweza kaambiwa kwenye jedwali hiyo siku maybe ni breakfast, ni diet labda day 2, day 3. Sometimes asubuhi unaamka you have to eat 1 banana without anything. So don't be scared. Kama unaupenda mwili wako, kama umeweka nia, banana moja for morning tu, hata sio big deal, sababu mchana ratiba yako itaendelea, utakula maybe you can eat 1 banana pia. So ndio hivyo, sio kitu rahisi. Tulipiga 70, tunaenda kufanya tena 10 ili zifikie 80. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ngapi hizo? 80. Natamani kutoa mkanda guys, ngoja nivumilie tu. Tumepiga 80 kwa kwenda na idadi ya 10 kila tunapofanya. So kuwa na mimi mpaka pale tutakapomaliza. Kama mwanzo niliwaambia, sikuambia, after hili zoezi kuna kitu nilianza kupaka jana usiku kwenye uso wangu. Ni michanganyiko moja, ni michanganyiko kama ya vitu 4 5. So nilianza jana usiku, nimetry kupaka. After 1 month guys, 4 weeks, nitawaambia kwamba kuna mabadiliko, ili na wewe kama utapenda kutumia nitakwambia, lakini for now taendelea kupaka mimi mwenyewe. So tutajua after hapo. Tulipiga 80, njoo tupige nyingine tukamilishe 90. Okay? Hivi viti navyo kama vinamtinga hivi. Kama vinamtinga. Tukamilishe 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Zimekuwa ngapi? 90. Guys, nilihisi nitafanya 150 but no. Tutamalizia 10 zinazofuata ambazo zitakuwa za mwisho. Tutakuwa tumefanya 100. So mimi kwa sababu huwa nafanyaga sometimes, naweza nikafanya nikasimama nikafanya hivyo. So kwa wewe unayeanza guys, piga zako 50 za nguvu za uhakika every single morning. If you want, if you love your body, unaweza ukafanya piga hivyo 50 kila siku, na mwisho wa siku utaona mabadiliko. Trust me. So tutamalizia hizo 10, tukamilishe hesabu yetu ya 100, and then tutajua what next. 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Guys, it's final. Nimepiga 100. Nilisa nitapiga 150. Let's stop here. Nimefanya 100 kwa leo. I don't know, leo nitalenga ngapi? Siku 12, siku 11. Taangalia vizuri tarehe, nita write somewhere kwa ajili ya kumbukumbu. Kesho tena tutafanya 100. Kesho ni mangapi? Jumapili. Lazima kesho kutwa hivyo. Ila kama siku ndakuwa siko sawa, sitofanya. So siwezi kuforce kwa sababu mwili wangu sio mnene hivyo, so nafanya tu kwa ajili ya mwili wangu. So kwamba eti nafanya kwa ajili ya kupungua for hapa naona mwili wangu unatosha kabisa. Lakini kitu ambacho nimezoea, so nashinda, yani hata kusema niache hivi nashindwa kabisa. So mtu mwingine ukimsimulia anasema labda ni kwa sababu ya majukumu nini. For now sishindi nyumbani tena. Nashinda somewhere kwenye vyombo. Natoka asubuhi narudi asubuhi. So ndio hivyo. Sometimes unaingia saa 2, sometimes saa 1. Unafika labda umechoka. So nafanya asubuhi. Mara nyingi naonaga muda mzuri ni asubuhi. Bora niamke mapema. Kwa leo niliweka alarm ya saa 10 na niamke saa 10 dakika 10. Hey guys, niliamka saa 10 dakika 10. I was like, kama bado nina kiusingizi nikaongeza tena. Nikaweka saa 10:30. Saa 10:30 alarm ikalia. Let me wake up. So nimewaambia taenda kuchukua kitu ambacho nitapaka kwenye uso wangu, and then taandaa nguo ya kuvaa ili nioge niweze kwenda kazini. Stay back. Guys, nimesha nao uso wangu. Sasa ndapaka huo mchanganyiko nilowaambia. Sitoambia ni nini na nini, lakini mwisho wa siku nikiona kuna mabadiliko nitawaambia if you can try or what. Kama nilivyoambia hapo mwanzo, ni mchanganyiko wa karibu vitu 5. Jamani, vingine vinanukia. Usitaki kujua vinanukia nini. So watu wengine naonaga wanatumia brush. I don't have brush, so natumia mikono. Lakini nazionea ule makucha zangu like nazichafua. Don't worry. Mchanganyiko niliukoroga jana. Bahati mbaya sikukoroga kwa kipimo, nikauweka kwenye friji, so sijajua kama ukiwa kwenye friji unakuwa unafaa tena au vipi. Sijui, lakini jamani friji si linatunza vitu ili visiharibike. So ngoja tuone. Nimepaka jana usiku after 30 minutes nikanawa. Jamani unavonawa siwaambii matokeo. Ngoja. Haya. So baada ya kunawa uso wangu na kuupukuta, nimepaka. So unaona hata havionekani kama ni kitu gani na kitu gani. So mwetu wavumilivu, nitawaambia. See you on my next video for today. Bye bye. Nitaka sijui nimeambiwa sijui kipimo cha mwisho ambacho natakiwa kurekodi. So jamani nimekuwa surprise. Nilikuwa sijui hichi kitu, nikajua naweza kurekodi hata dakika ngapi 40 60. Bye bye.